Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa makubaliano ya kihistoria ya amani na Iran yatawekwa saini siku ya Jumapili, hatua inayotarajiwa kumaliza mzozo wa muda mrefu na kurejesha utulivu katika Mashariki ya Kati. Tangazo hili limekuja huku kukiwa na matumaini makubwa ya kufunguliwa upya kwa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Rais Trump amesisitiza kuwa makubaliano hayo yamejadiliwa kwa kiasi kikubwa na pande zote zimeonyesha matumaini ya kufikia mwafaka. Hata hivyo, Iran imetoa taarifa inayoashiria kutofautiana kuhusu muda kamili wa kusainiwa kwa makubaliano hayo, ikionyesha kuwa bado kuna hatua za mwisho zinazohitajika kabla ya makubaliano hayo kukamilika. Makubaliano hayo yanajumuisha kufunguliwa upya kwa mlango bahari wa Hormuz mara moja bila tozo zozote na kurejesha usafirishaji wa meli kama ilivyokuwa kabla ya vita. Hii inatarajiwa kuwa na athari chanya kwa uchumi wa dunia, hasa katika sekta ya nishati. Inaripotiwa kuwa makubaliano hayo pia yatajumuisha kusitisha mapigano mara moja katika maeneo yote yenye migogoro ikiwemo Lebanon. Waziri Mkuu wa Pakistan, Shehbaz Sharif, amethibitisha kuwa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yamefikiwa na kwamba Pakistan imekuwa ikifanya kazi kwa karibu na pande zote mbili kukamilisha hatua zinazofuata. Sharif amesema kuwa maandishi ya mwisho ya makubaliano hayo yamekubaliwa na sasa wanashughulikia hatua za utekelezaji. Jukumu la Pakistan kama mpatanishi limekuwa muhimu katika kufikia hatua hii ya kihistoria. Mvutano kati ya Marekani na Iran umekuwa ukiongezeka kwa miaka kadhaa, ukichochewa na masuala ya mpango wa nyuklia wa Iran, shughuli zake za kikanda na usalama wa njia za baharini. Marekani iliweka vikwazo vikali vya kiuchumi dhidi ya Iran na kulikuwa na hofu ya kuzuka kwa vita kamili. Tangazo hili la makubaliano ya amani linatoa matumaini mapya ya kupunguza mvutano na kurejesha utulivu katika eneo hilo lenye umuhimu mkubwa wa kijiografia na kisiasa. Ingawa makubaliano haya yanawakilisha hatua kubwa mbele, bado kuna changamoto zinazoweza kutokea katika utekelezaji wake. Ufuatiliaji wa makubaliano, hasa kuhusu masuala ya nyuklia na usalama wa kikanda, utahitaji ushirikiano endelevu na uaminifu kati ya pande zote. Hata hivyo, kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kusitishwa kwa mapigano ni ishara chanya ya kuanza kwa enzi mpya ya diplomasia na amani katika Mashariki ya Kati. Nikiripotia Rubaza Kimataifa, mimi ni Abdul Nasser Mwita.